Ujumbe ambao tunatembea nao leo au somo la leo lina kichwa kinachosema fanya ya kupasayo kufanya, au kwa lugha nyingine timiza wajibu wako. Naomba nisome kitabu kile cha Luka sura 17 na mstari wa 5 hadi wa 10. Kitabu cha Luka sura 17 mstari wa 5 hadi wa 10. Naomba tusikilize hichi kisa. Biblia inasema mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Huwa nikisoma Biblia na kukuta mahali mitume wanazungumza na Bwana, ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya watumishi. Kwa sababu kuna mambo mengine tusingeyajua kama watu wasingekuwa watu wa kuuliza na kufuatilia. Kwa hiyo walikuwa ni wanafunzi kweli kweli. Hakuna mwanafunzi asiyeuliza, asiyefuatilia. Hao walikuwa wanafuatilia na kutaka kujifunza mambo. Kwa Biblia inasema mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Wanamwomba Bwana kama tulivyokuwa tunaomba hapa. Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngewaambia mkuyu huu ng'oka ukapandwe baharini, nao ungewatii. Bwana anawaambia kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali. Bahati nzuri ninazo haradali hapa, ni kwamba tu ili wazo alikunijia mapema, ningeweza kuonyesha punje ya haradali inafananaje. Punje ya haradali ni punje ndogo kuliko hiyo kokoto tunayoona hapo chini. Sasa Bwana Yesu aliwaambia kama mngekuwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mngeweza kuambia mkuyu huu ng'oka ukapandwe baharini, nao ungewatii. Mkuyu ni moja ya miti mikubwa, mfano wake ni mibuyu. Mibuyu tunajua. Mbuyu ukiota katikati ya njia, wale watengenezaji wa njia wa barabara wanapokuja huwa hawatumii nguvu kuukata kama miti mingine. Miti mingine unaikata kirahisi alafu unapitisha barabara pale. Wanapofika kwenye mbuyu au mkuyu ambao umeshakomaa, umekuwa mkubwa, wana tabia ya kupindisha barabara, kuacha pale. Kwa sababu gharama za kung'oa ule mkuyu na mbuyu unaweza kuwa unakaribia gharama za kupitisha, kukwepa na kuendelea mbele. Kwa hiyo ni miti mikubwa sana ambayo kung'olewa huwezi kung'oa. Ni kazi sana kung'oa mti wa mkuyu. Unakatwa alafu unachimbwa chini ili utolewe ile mizizi na kila kitu. Sasa anasema mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali. Wakati naongea mtafakari hiyo punje ya haradali, tengeneza tu picha ni kama tu hiyo kokoto hapo. Hiyo imani ingeweza kuambia mkuyu huu ng'oka, sio kwenda kuutoa, kuambia maneno tu yale yangeenda kung'oa ule mkuyu, alafu kuambia ukapandwe baharini, sio ukatupwe. Kuna tofauti ya kutupwa na kupandwa. Kupandwa maana yake kwenda kukifanya kitu kiote mahali ambapo sio asili yake. Hakuna mtu yote ambaye anaweza kuchukua kitu akakipanda kwenye maji na kikaota. Ingawa mmea ili uote unahitaji maji, lakini unahitaji na udongo. Sasa huu mkuyu unaondolewa katika asili yake ya udongo, alafu unaenda kupandwa kwenye maji. Hivi unatoka hapa unaenda pale bahari ya Hindi, alafu pale Dar es Salaam bahari ya Hindi unaiangalia, ghafla unaona kuna mkuyu umeota pale katikati. Bila shaka wote tutashangaa. Tutauliza pale kuna kisiwa chini ndio ule mtu kaota au vipi? Lakini kukuta tu umekaa katikati ya maji umeota ni jambo jipya. Na ndicho Yesu alichokuwa akimaanisha hapa, kwamba mngekuwa na imani kiasi hicho, mngeweza kuambia mkuyu ng'oka ukapandwe baharini, na wenyewe ungetii na ungeenda kupandwa na ungekaa pale. Lakini hiyo imani sio kubwa sana. Anasema ni imani ndogo tu kiasi cha chembe ya haradali. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafunzi wakashangaa, nasema Bwana anatuambia nini? Na maana hatuna imani kabisa. Kwa sababu wao walikuwa wanaenda kuomba waongezewe imani, hawakwenda kuomba Bwana tunaomba utupe imani. Wangeenda kumwambia Bwana tunaomba utupe imani kwa sababu hatuna imani, wangeambiwa jambo lingine sio hili. Wengine wangeambiwa waombe wafanye kitu fulani. Lakini wenyewe wanaenda kusema tuongezeka na kwamba wanacho. Sasa Kristo anaenda kuonyesha kwamba hata hicho wanachodhania wanacho hawana. Hata hicho kidogo tu walikuwa wanachodhania kwamba wanacho hawana. Wakabaki wakatulia. Lakini nataka tusome sasa maneno yanayofuata baada ya hapo, baada ya Kristo kuambia maneno hayo, ambayo hayo ndio yamebeba siri pia ya kuongezewa imani katika kile walichokuwa nakiomba, au kupata imani katika kile walichokuwa nakiomba. Ni mfano ambao unatoka mbali kabisa na ile mada ambayo Yesu alikuwa anaizungumzia. Tuendelee pale mstari wa 7. Lakini ni nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au achungaye ng'ombe, atakayemwambia mara arudipo kutoka shambani, njoo pesi, keti ule chakula? Je,
hata mwambia nifanyie tayari chakula nile, jifunge unitumikie hata niishe kula na kunywa, ndipo nawe utakapokula na kunywa? Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu ameyafanya aliyoagizwa? Vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kufanya yote mlioagizwa, semeni, sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anatoa mfano, anasema ni yupi aliye na mtumwa au mtu wake wa kazi ambaye anafanya kazi ya kulima au ya kuchunga ng'ombe, alafu yule mtumwa akawa ametoka kazini huko kuchunga ng'ombe au kulima, alafu akarudi nyumbani. Alafu aliporudi nyumbani yule mtumwa, ni mtu gani ambaye anaweza akamwambia yule mfanyakazi aliyetoka shambani kwamba keti ule chakula? Ni wachache sana, wapo lakini ni wachache sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wengi anasema mtumwa wake ni wale watu ambao mtumwa wake atakapokuja kutoka kazini au shambani, atakachomwambia kwanza, hebu japokuwa umetoka kazini, hebu njoo kwanza kaoshe vyombo, kanifulie nguo zangu, alafu nipikie mimi chakula. Alafu ukishanipikia mimi chakula na kunifanyia kazi zangu ambazo ni chache au ni nyingi, ndipo na wewe upate nafasi sasa ya kwenda kupumzika, kula na kunywa. Alafu anasema hakuna bwana ambaye atampa asante yule mtumwa kwa kufanya yanompasa kufanya. Sasa Yesu anachukua mfano huo huo, anatufananisha sisi na watumwa wake. Wangapi wanajua sisi ni watumwa wa Yesu Kristo? Paulo alifika kipindi akasema, mimi sio tu mtumwa lakini pia ni mfungwa. Sisi ni watumwa wa Yesu Kristo. Na sisi pia tunapokuwa katika hiyo nafasi, sasa Kristo anasema hivi katika ule mstari wa 10, vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kuyafanya yote, sio moja, yote, sio mliojiagiza, mlioagizwa na nani? Na Bwana mkuu ambaye ndiye Yesu Kristo. Semeni, sisi, sio mimi, sisi tuko wengi, tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. Wengi hili neno huwa hatulitaki. Tunasema sisi ni watumwa wenye faida, lakini Kristo anatufundisha tutakapofanya yanayotupasa kufanya, tuseme sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu, zingatia hilo neno, tu yatupasayo kufanya. Sasa rudi katika mfano huyu mtumwa ambaye ametoka shambani, amechoka, kafika kwa bwana wake. Alipofika kwa bwana wake, yule mtumwa mwenye akili alifika pale, amechoka kweli. Alijua wajibu wake ni kwenda kumpikia mfalme au yule bwana ambaye anaenda kumtumikia, asije kalala njaa. Sio mjinga kufanya vile. Anajua kabisa kwa kufanya hivi, japokuwa nateseka sasa hivi, lakini mwisho wa mwezi nina cha kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa hivi sina faida, muda huu sina faida, tarehe 1 sina faida, nitafanya yanayonipasa kufanya. Tarehe 2 sina faida, nitafanya yanayonipasa kufanya. Tarehe 3 sina faida, nitafanya yanayonipasa kufanya. Tarehe 4 mpaka kufikia tarehe 30 ndio faida yake inakuja kuonekana kile alichokuwa anakifanya. Lakini akija na kusema tu, mbona unanitesa? Nimetoka shambani nimechoka, alafu unakuja unanipikisha tena. Unakuja unanifulisha nguo zako, unanioshesha vyombo. Nimekuja nimechoka, hata kuniambia kwa kufanyia vote, hata kunipa asante. Mbona unafanya hivyo? Anafanya kazi kama mtumwa, akijua mwisho wa mwezi atapokea ujira wake. Bwana anasifiwe sana. Na hata sisi ni hivyo hivyo. Kristo anategemea tufanye yatupasayo kufanya wakati tupo duniani, lakini mwisho wa maisha haya upo ujira unaokuja. Lakini kuna kitu kinachoitwa kufanya yatupasayo. Kuna vitu ambavyo unapaswa kuvifanya. Na ndivyo ambavyo leo tunaenda pia kujifunza. Sasa tutaenda kuangalia mambo makuu mawili, migawanyiko mikuu miwili ya mambo yatupasayo kufanya. Kuna wajibu wa kwetu sisi kwa Mungu, huo ni mgawanyiko wa kwanza. Mambo tunaopaswa kuyafanya kwa Mungu yapo, na kuna wajibu wetu sisi kwa wanadamu, mambo tunaopaswa kuyafanya kwa watu
au wanadamu. Tutatembea katika migawanyiko miwili, nitarudia. Kuna wajibu wetu sisi kwa Mungu, yaani mambo tunayopaswa kuyafanya kwa Mungu, na kuna mambo tunayopaswa kuyafanya kwa wanadamu. Ninaposema wanadamu ni katika migawanyiko yote: wazazi, ndugu, watu unaohusiana nao na wale usiohusiana nao. Yote hayo tunapaswa kuyafanya kama wajibu wetu, pasipo kutegemea chochote. Tukiweza kufikia hiyo pointi ambayo tunaweza kufanya jambo kwa kusema sisi tu tunafanya yatupasayo kufanya, tumefika kiwango kikubwa sana, na ni mwanzo wa imani ambao ndio Yesu alikuwa anazungumzia pale. Bwana Yesu nasifiwe sana. Nisikilize kwa makini, kwa sababu kuna kitu leo utaondoka nacho. Sasa naomba tuangalie mambo tunayopaswa kufanya kwa Bwana kama Bwana wetu, kwa Mungu kama Bwana wetu, ambao hao tunapaswa tuyafanye, iwe tunachoka, tuna nguvu, hatuna nguvu, tuwe tuna sababu ya kuyafanya, hatuna sababu ya kufanya, tunapaswa tuyafanye. Bwana Yesu nasifiwe sana. Yako mengi, lakini leo tutaenda kuangalia mambo 6 tu ambayo tunapaswa kuyafanya kwa Mungu wetu. Naomba nisome kwanza kitabu kile cha Wakolosai sura ya 1 na mstari wa 10. Biblia inasema hivi: mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Anasema mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Kama ni mfanyakazi ambaye unafanya kazi katika shirika fulani, umeajiriwa, kuna wajibu wako katika ile kazi, lile shirika. Kama unafanya kazi mahali pengine popote, kuna wajibu wako. Na sisi tunaambiwa tuenende kama ulivyo wajibu wetu kwa Bwana. Kuna watu hawajui wajibu wao kwa Bwana, hawajui wajibu wao kwa Bwana, alafu wanajiita ni watumwa wa Bwana. Huwezi kuwa mtumwa wa mtu alafu hujui wajibu wako kwa huyo mtu, bado hujawa mtumwa. Huyu ni mgeni unayetembelea, mgeni mwalikwa, rafiki, jirani, lakini sio mfanyakazi kwa yule mtu, sio mfanyakazi katika ile kampuni, sio mfanyakazi katika ile shirika. Na sisi Biblia inatuambia tuenende kama ulivyo wajibu wetu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa. Kabisa, sio kidogo, kabisa. Kuna wajibu wetu kwa Bwana. Sasa wajibu wetu wa kwanza kwa Bwana ni upi? Au mambo ambayo tunapaswa kuyafanya kwa Mungu wetu, jambo la kwanza ni lipi? Jambo la kwanza ni kuwa wasafi na kuwa watauwa. Huo ni wajibu, sio jambo ambalo tunaombwa, ni wajibu. Kitabu kile cha waraka wa pili wa Petro sura ya 3 na mstari wa 11. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 na ule mstari wa 11. Biblia inasema, basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa, hivyo imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na mtauwa. Anasema imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa. Kuna tofauti ya kuwa mtakatifu na kuwa mtauwa. Mtakatifu ni hali ya kutenda matendo mazuri na anayompendeza Mungu ukiwa duniani, na mtauwa ni hali ya kuwa kama Mungu alivyo. Mungu ni mtakatifu, lakini pia ni mtauwa. Mungu hafanyi dhambi, lakini kuna mambo anafanya kama Mungu, tena sio kama mwanadamu. Mambo ambayo anafanya Mungu ambayo yanamfanya awe tofauti na mwanadamu ni swala la upendo uliopitiliza. Ili jua ambalo linaangaza sasa hivi, tuko ibadani. Kuna watu sasa hivi wamekaa katika mekalo wa mashetani. Sio kwamba kitoka nje hakuna jua linaloangaza namna hii. Hii mvua inotunyeshea sasa hivi hapa, hii inanyeshea shamba la mchawi. Inanyeshea muuaji ambaye ametoka kuua sasa hivi, shamba lake linanyeshewa na linastawi. Hizo ni tabia za uungu, upendo uliopitiliza, uliovuka mipaka. Huo ndio utauwa, ni tofauti na utakatifu. Kwa hiyo mwenendo wa utakatifu ni wajibu kwa Mungu wetu. Hivi ukiwa unafanya kazi, yule ambaye unafanya kazi kwake atakupenda una mwenendo mbaya? Atafurahia akikuona una kiburi? Kama unafanya kazi kwa mtu au kwenye kampuni au kwenye asasi yote, hawezi. Mojawapo ya mwenendo wako unapaswa uwe ni utakatifu na usafi. Maanake anatamani kukuona una matendo mazuri. Huo ni wajibu wako wa kwanza kabisa, nidhamu. Ukienda mahali popote unapewa nidhamu ile. Mtu anakuambia kabisa, ukiko hapa nidhamu yangu ni hakuna matusi kwenye kazi yetu, hakuna matusi kwenye nyumba hii,
hakuna ulevi kazini na kadhalika. Kwa hiyo watu wa dunia wanajua kuweka vigezo vya mwenendo katika maeneo yao ya kazi, lakini watu wa Mungu hatujui kwamba tuna mwenendo unaotungoja mbele za Mungu. Ni wajibu wetu sisi kuishi maisha masafi mbele za Mungu, maisha ambayo hayana dhambi, maisha ambayo hayana makosa. Ni wajibu wetu sisi kuishi hivyo. Huo ni wajibu wa kwanza wa kila Mkristo aliyeokoka leo, aliyeokoka miaka 10 iliyopita, aliye mwalimu, aliye mchungaji, aliye mwinjilisti, aliye nabii. Ni wajibu kuishi maisha masafi na yanayompendeza Mungu na ya utakatifu. Na huo utakatifu ndio tiketi ya kwenda kumuona Mungu, sawa na kitabu cha Ibrania sura 12 na mstari 14, ambapo anasema tutafute kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Mungu asipokuwa nao. Ili tuweze kwenda kumuona Mungu, ni lazima tuwe na kitu kinachoitwa utakatifu kama muhuri wetu. Tunajua masomo utakatifu kwa sababu tunajifunza sana mahali hapa. Huo ni mwenendo wa kwanza na wajibu wa kwanza wa kila Mkristo kwa Mungu. Wajibu wa pili na mwenendo wa pili kwa kila Mkristo kwa Mungu ni kumtumikia Mungu. Mpaka uitwe mtumwa alafu hauna utumishi, wewe sio mtumwa. Hawezi kuitwa mtumwa hauna utumishi. Muhuri wa utumishi wako ni nini? Muhuri wa utumishi wako ni upi? Unasema wewe ni mtumwa wa Kristo, unatumika wapi? Swali hilo unaulizwa, unatumika wapi? Na usiseme natumika nyumbani. Hakuna mtu yote anayefanya kazi alafu hana mahali kituo chake cha kwenda kuripoti, hata kama anafanya kazi nyumbani. Hakuna mahali ambapo hana kituo chake cha kazi. Mtu ambaye anasema ameajiriwa au amejiajiri hana kituo chake cha kazi, huyo mtu sio mtumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata kile kituo cha kazi anapokwenda ukazini pale, ana nafasi katika ile kazi, iwe kubwa au iwe ndogo. Hata kama ni mtu wa kufagia pale mlangoni, atawahi asubuhi, atafanya hivyo kazini kwake. Mahali alipojiajiri atafanya hivyo, atarudi nyumbani kwake jioni. Kama ameajiriwa kupika, itakuwa ni hivyo hivyo. Ni mtumishi katika ile kampuni, katika ile shirika, katika ile asasi. Kama ameajiriwa kwenda kutafuta masoko ya hizo bidhaa ya hiyo kampuni, atakuwa na nafasi na kituo cha kwenda kuhudhuria. Anayo nafasi katika ile kampuni, na anaenda kutumika pasipo kutegemea chochote, iwe jua iwe mvua, atawahi kazini. Iwe anaugua anaumwa, atatoa sababu za msingi sana za kwa nini aende kazini. Ikiwa labda anaumwa na aende kazini, utaona anaenda hospitalini, sio amelala nyumbani. Na akirudi anarudi na risiti, anarudi na sick sheet kwamba nilikuwa hospitalini, nimeenda hospitali fulani, wamenipiga sindano hizi, madawa hapa, risiti ya matibabu ya hapa, ili asionekane anadanganya. Hawezi kutoka kwenda mahali bila ruhusa ya kule alipoajiriwa wanakofanyia kazi. Huo ndio muhuri wa utumishi wowote ule. Na hapa kumtumikia Mungu, tunaposema tunamtumikia Mungu, wengi hatujui kwamba kumtumikia Mungu, mfumo wa maisha duniani ni kivuli cha mfumo wa maisha mbinguni. Hatutaenda kuhukumiwa kwa mambo yanayoendelea mbinguni, tutaenda kuhukumiwa kwa mambo yanayoendelea duniani. Ndio maana Bwana Yesu akatoa mifano mingi katika dunia. Mpanzi alipanda mbegu zake, nyingine zikaangukia huku, nyingine kule. Hakutumia mfano wa vitu vya mbinguni bali vya duniani. Hakutumia mifumo ya mbinguni bali ya duniani. Ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara aliyeona lulu ya thamani. Ni vitu vya duniani, ni shughuli za duniani. Sasa kumtumikia Mungu ni wajibu. Leo nataka nikuonyeshe katika Biblia, kitabu cha Yohana sura 9 na mstari wa 4. Yohana sura 9 mstari wa 4. Huyu ni Yesu mwenyewe. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Anasema imetupasa, sio imenipasa, kana kwamba niko peke yangu. Tuko wengi. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana. Kwa kumbe kumtumikia Mungu ni wajibu kama mtumishi wa Mungu au mtumwa wa Mungu. Kitabu tena cha Kutoka sura 10 mstari wa 26. Sikiliza, utasikia maneno ya ajabu sana hapa. Makundi yetu pia watakwenda pamoja nasi, hautasalia nyuma hata ukwato mmoja, kwa maana inampasa kutoa katika hao tupate kumtumikia Bwana Mungu wetu. Umeona? Ni swala la kupasa, sio swala la kutamani au kuamua kutokuamua. Ni swala la kupaswa. Kwa hiyo wanatoka kwa sababu ni wajibu wao, wanapaswa kwenda kumtumikia Mungu.
Kanisani wewe una nafasi gani? Hauwezi kujua karama yako. Unapita mwaka, miaka miwili, karama yako haifanyi kazi ndani yako. Karama yako ni ya kiinjilisti, inafanya kazi wapi? Karama yako ya kiwalimu inafanya kazi wapi? Karama yako ni ya kumwimbia Mungu, inafanya kazi wapi? Karama yako ni ya kukirimu, inafanya kazi wapi? Karama yako ni ya matendo ya miujiza, ya lugha, inafanya kazi wapi? Huenda hata hujui karama yako ni ipi, au huna uhakika wa kile kitu ambacho Mungu kakiweka ndani yako. Na kitu cha kwanza, shetani atakuharibia kazi zako, utumishi wako, kwa kuharibu karama yako, kwa sababu hiyo ndio itakao kukupa ujira siku ile. Huwezi kwenda kufanya kazi kwa mtu alafu hujui nafasi yako ni ipi. Kaulize, nafasi yangu ni ipi? Kama mimi ni mtumishi wa mahali hapa, je, nimeajiriwa kufanya nini? Ni lazima ujue, ni haki yako kujua. Ni haki yako kujua wewe Mungu kakuita kufanya nini duniani. Kuna kusudi la wote tumeitwa kwa pamoja duniani, tuje kuishi sasa na mapenzi ya Mungu kamilifu na utakatifu. Lakini kuna kusudi la moja. Mungu kuna kitu kaweka ndani yako, Mungu kuna kitu kaweka ndani yangu, kinachonitofautisha mimi na wewe, kinachokutofautisha wewe na mwingine, kinachokutofautisha wewe na atakaye kuja. Hatufanani hata kama kuna karama mmoja wote, lakini utendaji kazi ni tofauti kulingana na mtu na mtu. Utendaji kazi wako wewe ni mwalimu, huwezi kuwa na sana utendaji kazi wa mwingine wa mwalimu. Kwa uwezi kutaka kufanana na mwalimu yule kwa sababu naye ni mwalimu, unajitafuta na mimi niwe kama mwalimu yule, haiwezekani. Uwezi kuwa kama mwinjilisi yule. Wewe ni mwinjilisi ndio, na yeye ni mwinjilisi, lakini utendaji kazi wa kwake ni tofauti na wako. Hata mwalimu wa shuleni pale, kuna walimu wote tunaita mwalimu, shikamoo mwalimu, ukifika pale mwalimu shikamoo. Lakini wale walimu utendaji kazi wao ni tofauti, ni mwalimu wa jiografia, ule ni mwalimu wa hisabati. Lakini wote ni walimu. Wewe ni mwinjilisi, uinjilisi wako ni tofauti, na utafuta nafasi yako ni ipi. Rudi kwa mwalimu mkuu kamuulize, nimeajiriwa hapa kuwa mwalimu wa nini? Rudi kwa Mungu kamuulize, umeniita kuwa mwalimu katika eneo gani? Utendaji kazi wangu ni upi? Na haraka sana kama tumeitwa kumtumikia Mungu na tunaona na hoja zenye nguvu na kumwambia Bwana, umetuambia tutimize wajibu wetu kwako, wajibu wangu ni upi? Tafuta kujua. Hiyo ni maana, ina maana sana, sio sasa hivi. Tafuta kujua, kwa sababu baadaye kitakuja kutumiwa hicho kukupa wewe thawabu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Haya ni mambo ya msingi sana kuyajua. Ndio maana watu wakatoka Misri wanaenda kule, Farao anaambia basi nendeni, anasema tunatoka na punda yetu kwa sababu hatujui tunaenda kumtumikiaje Mungu huko. Tunatoka na ng'ombe yetu. Kila kitu chote ulichonacho unatoka nacho, unaenda kwa Mungu, naambia Bwana, nakuja na elimu yangu, nakuja na umaarufu wangu, nakuja na kila kitu changu, ninatumika wapi? Sawa, nimesoma, je, elimu yangu nitumie wapi katika mwili wako? Haifai basi naiacha, au nitatumia kwenye biashara, kwenye nini? Huku kwenye kazi yako natumia wapi? Kipato changu kinatumika wapi katika mwili wako? Umenipa hiki, umenipa kile, natumia wapi hichi ulichonipa katika kujenga mwili wako, katika kukutumikia wewe? Sio kila kitu tulichonacho tumepewa tu kama zawadi au urembo au kama hale kitambulisho kututofautisha sisi na watu wengine. Hapana, ni kwa sababu ya kumtumikia Mungu. Huo ni wajibu wa pili kwako kwa Mungu. Wajibu wa tatu kwako kwa Mungu siku zote ni kumuomba, ni kuomba. Kufanya maombi wakati mwingine tunaona ni sehemu tu ya ibada, lakini maombi ni wajibu wetu sisi kwa Mungu. Kwa nini wakati mwingine hatupati tunayotafuta? Kwenye kitabu cha Yakobo imesema twatamani wala tupate, kwa kuwa hatuombi. Lakini tuomba, lakini pia kwa sababu tunaomba vibaya. Lazima tuwe watu wa kuomba, lakini tuombe vizuri ili tupate vile ambavyo tunavitaka. Lakini sio tu kuomba vizuri, na tupasa tuombe kila wakati bila kukoma. Maombi ni kitu ambacho kinapaswa kisizimwe hata kidogo. Kitabu kile cha Luka sura 18 na mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi, maneno ya Yesu. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa, zingatia maneno, imewapasa, sio imekupasa au imempasa mtu mmoja, imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Madhara ya kukata tamaa ni yapi? Ndio Yesu anakuja kueleza mfano hapa. Na faida ya kutokata tamaa ni ipi? Maneno yanayofuata. Mstari wa 2 hadi ule wa 6. Akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala ajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui yangu. Naye kwa muda alikataa, halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Atakapokuja mwana wa Adamu,
Sasa anakuja kukupa thawabu yako, kile unachomuomba. Achana na ujio wake wa kuja mara pili, sababu anakuja mahali popote tunapomwita. Anapokuja ataiona hiyo imani ya kuomba bila kukata tamaa. Anasema hata patia haki wateule wake wanaomlilia usiku na mchana. Sio mchana tu, tunaombaga mchana tu, lakini Biblia inatufundisha kuomba paka usiku. Wanaomlilia na kumwomba usiku na mchana, anasema atawapatia haki yake upesi, lakini atakapokuja mwana wa Adamu ataiona imani duniani. Kwa kumwomba Mungu pia ni wajibu, lazima tutimize wajibu wetu huo pia kwa Bwana. Ukiwa na hitaji lako usiwe mwepesi kukata tamaa. Hata kama unaona muda ushaisha, usiwe mwepesi kukata tamaa. Endelea kuomba na kushukuru. Bwana Yesu nasifiwe sana. Unakumbuka habari ya Lazaro? Lazaro, angalia kitu ambacho kilitokea. Angalia kitu ambacho kilitokea. Lazaro alikuwa anamcha Mungu. Alafu alikuwa na ndugu zake wawili, mmoja alikuwa anaitwa Martha, mwingine alikuwa anaitwa Mariam. Wote walikuwa wanamcha Mungu, ilikuwa ni familia ambayo inampenda Bwana Yesu. Sasa kuna kipindi Lazaro aliugua. Pengine alipokuwa anaugua alitamani Yesu awepo amponye, kwa sababu alikuwa anamuona Yesu anaponya watu wengi kila mahali. Alikuwa anatamani sana Yesu amponye huyu Lazaro. Lakini kwa bahati mbaya Yesu hakuwepo, na wakina Martha kipindi hicho hamna simu kama sasa hivi ambapo mpigia simu, Bwana Yesu uko sehemu fulani, ndugu yetu anaumwa, njoo uje. Hakuna simu. Taarifa zilikuwa zinategemea kutembea kutoka kwa watu. Tumesikia yuko sehemu fulani, unatuma watu. Sasa Kristo alikuwa ameenda mbali, lakini akiwa kule Kristo tayari alishajua maombi ya kina Lazaro, alishajua maombi ya Martha, alishajua maombi ya Mariam, alishajua anamuomba. Akaambia wanafunzi wake, akaambia ndugu yetu Lazaro kule hawezi, amelala, ameshakufa. Bwana nasifiwe sana. Lakini naenda ili nimuamshe. Naenda ili fanya nini? Nimuamshe. Kristo yuko mbali, ashasikia maombi yao. Yuko katika mpango wa kwenda kule pia. Sasa kina Martha walipokuwa kule walikuwa wanaomba, mwishoni walipoona Lazaro amekufa, wakaenda kumzika, lakini walipoenda kuzika wakajua ndio mwisho. Bwana na asifiwe sana. Wakamweka kaburini siku ya kwanza, Bwana hajaja. Siku ya pili Bwana hajaja. Siku ya tatu, siku ya nne Kristo ndo anakuja. Alipofika pale Martha na Mariam wanaenda kumkimbilia Bwana, wanamwambia laiti ungekuwepo ndugu yetu asingekufa. Kristo hawezi kumwambia hivyo. Huwezi kumwambia laiti mwaka jana ungenisaidia, leo nisingepata matatizo. Huwezi kumwambia Kristo hivyo. Usimwambie hivyo. Usimwambie Kristo laiti mwaka jana nilipokuomba ungenipa hichi, sasa hivi ningekuwa hivyo. Usimwambie hivyo. Sasa wale wanamwambia laiti ungekuwepo ndugu yetu asingekufa. Kristo akamwangalia, alihuzunika moyo. Yesu alihuzunika moyo. Akamwambia, mmemweka wapi? Bwana, sasa hivi ni siku ya 4, ananuka. Tunajua kabisa atafufuka. Yesu akamwambia, mimi ndio ufufuo na uzima mama. Sio ufufuo tu unaokuja, hata sasa hivi mimi ni ufufuo na uzima. Nafufua vitu vilivyokufa. Leo nitafufua baadaye, lakini leo nafanya huduma sasa hivi. Wakaanza kulia pale, wakaanza kulia. Kristo naye akalia machozi. Biblia inasema hivi, akalia akahuzunika. Sio kulia machozi kwa sababu naye anahuzunika na kifo cha Lazaro. Anahuzunika hawa watu kwa nini mioyo yao hawaniamini mimi kwamba naweza kuponya. Hawaniamini mimi kwa nini naweza kufufua. Kwa nini wamekata tamaa? Laiti ungekuwa unaendelea kuniomba na kuniambia Bwana, naomba najua yote yanawezekana kwako, naomba umfufue ndugu yetu. Laiti ungeenda kupiga magoti pale na kuanza, badala ya kumwambia laiti ungekuwepo, badala ya kumwambia hivyo wangeenda kumwambia Bwana, tunaomba utusaidie. Wakaendelea na maombi bila kukoma, bila kukata tamaa. Yesu angependezwa nao. Angemwambia hata katika dunia yote sijaona imani kubwa kama yao mama. Lakini wenyewe walienda kumwambia ndugu yetu ni siku ya 4 leo. Angalia jambo gani lilitokea pale. Yesu akaona hawa mama wana madhaifu, nionyesheni mahali walipomweka. Wakaenda wakakuta sheka jiwe, akamwambia liondoeni jiwe. Wakaliondoa ile jiwe, harufu inatoka kule ndani. Kristo akasema, Lazaro njoo huku nje. Sauti moja tu. Akatoka yule aliyekufa. Na kutoka akiwa na ule ugonjwa. Wengi hatulijuagi hilo kwa sababu Lazaro alikufa na ugonjwa, pengine alikonda sana akafa na ugonjwa. Lakini alifufuliwa bila ule ugonjwa. Akaambia mfungueni sanda. Akamfungua sanda mikono na miguu, akawa huru, akatoka, ile habari ikaenea kote. Huyo ndio Yesu ambaye tunamzungumzia. Lakini siri nini? Ni kuomba bila kukoma. Ni wajibu kuomba bila kukoma. Jambo fulani unaona limefeli, sio kufeli, limefeli kwa wanadamu. Kwa wanadamu haliwezekani. Kwa Mungu yote yanawezekana. Iko hivi, ngoja niwaambie kitu kimoja. Roho Mtakatifu ashaye kunifundisha kitu. Unajua kwa nini Mungu pia anajulikana kama mwanzo na mwisho, Alfa na Omega? Ni kwa sababu katika mwisho wake ndo mwanzo wake, na katika mwanzo wake pia ndo mwisho wake pia yeye. Sehemu fulani maandiko yanasema Kristo alisulubiwa kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hizo ni kauli ngumu sana katika maandiko ambazo ukizitafakari unaona haziingii vizuri. Kwa nini anasema Kristo alishasulubiwa kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu? Na wakati huo anaposema tunaona Kristo alisulubiwa juzi tu, lakini tangu misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo mbele ya Mungu ni nyuma yetu sisi. Umeona nilivyokaa, nilivyosimama hapa.
nyinyi mnaniangalia huku ndo mbele, lakini mimi huku sio mbele, huku ni nyuma, kule ndo mbele. Kwa hiyo mambo yako yaliyopita mimi ndo nayaona kule, kana kwamba ndo nayafuata. Na Mungu ni hivyo hivyo, tunapomwangalia yeye na kuangalia mambo yaliyopita, tunadhani na yeye anaendeshwa na kalenda zetu, kwamba kwa kuwa yeye sasa ya kwetu ameshapita, basi na yako keshapita, hawezi kuyafanya nyuma. Yeye ya nyuma ndo anaona ndo yanakuja, ndo future. Anatengeneza mambo yako yaliyopita. Ndo Mungu anavyofanya kazi. Anatengenezaje? Kwa kuomba bila kukoma, bila kukata tamaa. Unajua jambo lingine sio kukata tamaa pia, anasema pia bila kukoma, bila kufikia kikomo cha maombi. Hana alikuwa na mtoto, alafu mwenzake Penina alikuwa anamzungumzia sana. Maandiko yanatuambia alikuwa anaomba mpaka kifika kipindi yani mdomo unacheza wenyewe hivi. Yaani ukimwangalia unaweza kufikiri ni kichaa. Anaomba mpaka mdomo unacheza hivi. Yule mzee ile mtumishi wa Bwana akamwambia, "Mama, wewe siku hizi unakunywa pombe?" Akamwambia mtumishi, "Kijakazi wako mimi sio mlevi. Nina kitu katika moyo wangu, nina mzigo katika moyo wangu." Kwa kuomba kule ile akamtamkia neno. Akamwambia hiyo haja unaipata, unaitaka utaipata. Na ikawa vile akapata mtoto, Nabii Samuel akazaliwa pale. Lakini ilitokana na kuomba bila kukoma. Na huyu anasema huyu mtu alikuwa ni kadhi dhalimu, amchi Mungu, lakini kuna mwanamke mjane anamwendea kila siku anamwambia, "Naomba unipe haki na adui yangu." Pengine alidhulumiwa kiwanja umama. Anamfuata ule kadhi ambaye ni hakimu labda mji, meya mji, anamwambia, "Bwana, mimi nimedhulumiwa na huyu mtu. Naomba unipatie haki yangu, basi tuamue tupate haki yangu." Kwa jinsi yule mama alivyokuwa anaenda kila siku, yule mtu mmoja alisema, "Nitampatia haki huyu, sio kwa sababu ya kwamba mimi ni mcha Mungu au nina huruma na wanawake wajane, hapana, lakini tu kuepuka usumbufu." Ni hivyo hivyo pia anasema kama sisi wanadamu na wanadamu walio dhalimu wanaweza kuamua hivyo kwetu, vipi Mungu wetu aliye mbinguni ataamua zaidi katika busara na hekima kubwa kuliko hiyo ya wanadamu. Bwana nasifiwe sana. Wajibu wa kumuomba Mungu, hiyo ni ya tatu. Wajibu mwingine kwa Mungu wetu ni kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Yohana 4:24. Yohana sura 4 mstari 24. Biblia inasema hivi, Mungu ni roho, nao mwabuduwe yeye imewapasa. Zingatia hilo neno, imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Sio tu kumwabudu tu. Wakati mwingine tunaposema tunyanyue mikono, itoke ndani. Tunaposema tumwadhimishe Mungu, itoke ndani. Tunaposema tuombeane, itoke ndani. Tunaposema tutafakari, itoke ndani. Hiyo ndio maana kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Wajibu mwingine wa tano ni kumtolea Mungu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kumtolea Mungu. Huo ni wa tano, afu tunaenda kumalizia wa sita. Pia kumtolea Mungu ni wajibu wetu sisi. Kazi ya Mungu haiwezi kwenda bila watu wa Mungu kuiwezesha. Ninaposema watu wa Mungu kuiwezesha, sio kwamba watu wa Mungu ndio Mungu anawategemea, hapana. Mungu hawategemei. Kama kaombe ile jua linatoka kule linaenda kule, sisi wanadamu hata tukae wote tuungane tulisukume kule na kule tutaweza. Kwa Mungu anafanya zaidi ya vile ambavyo sisi lakini ndio mfumo wake kauchagua huo, kwamba kazi yake iwezeshwe na watenda kazi wake, watumishi wake. Yeye ndio mfumo aliochagua ambao hawezi kubadilika mpaka narudi. Bwana Yesu nasifiwe sana. Yaani iko hivi. Mwanadamu wa kwanza aliumbwa kutoka katika udongo, si ndio? Mikono ya Mungu ilichukua tope, ikafinyanga, ikamtengeneza mtu akatokea. Hakukusika mama, hakukusika baba. Lakini mwanadamu aliyefuata baada ya hapo alitoka kwenye ubavu. Angalia hatua za Mungu anavyofanya kazi. Tena Mungu akasema si vema huyu mtoke peke yake. Alitolewa kwenye ubavu tena, Mungu akuchukua udongo na kwenda kutengeneza mtu. Mwanadamu wa tatu hakutokea tena kwenye ubavu wala kwenye udongo, alitoka kwenye tumbo. Bwana Yesu nasifiwe sana. Na sisi wengine wote tuliofuatia tulitoka kwenye tumbo. Vidole vya Mungu vinaingia kwenye tumbo la mtu na kumfinyanga mtu, ule ndio udongo wake sasa huko pale. Anamtoa ule mtu sawa sawa na jinsi ambavyo angemtoa kwenye ardhi. Sasa hivi tuweze kumwambia Mungu, hebu umba watu kutoka kwenye ardhi, akaanza afanye hicho kitu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Ilikuwa ni mtu wa kwanza, wa pili kwenye bavu, wa tatu tumboni. Mpaka sasa hivi ukitaka mtoto, kanuni ni hiyo. Vile vile kanuni Mungu aliyoichagua kwa ajili ya kazi yake ende mbele haiwezi kubadilika. Ni kupitia watu wake kutoa. Haiwezi kubadilika, nakwambia ukweli, haiwezi kubadilika. Ndio aliyochagua kwa mapenzi yake, sio kwamba hawezi kufanya vingine, anaweza, lakini aliyochagua ndio hiyo. Kwa kumtolea Mungu ni wajibu. Kazi yake inapelekwa na watu wa Mungu, watu ambao wanaguswa mioyo yao, ambao watagusa. Na hiyo anafanya hivyo kwa ajili pia ya kutokea kumbukumbu siku ile na thawabu zetu kuwa kubwa mbinguni, kwa sababu kila kitu Mungu akifanya hatutakuwa na sababu za kupata thawabu na mataji mbinguni. Ndio maana anaweka utumishi wa kutoa katikati ya watu. Kwa kumtolea Mungu pia ni wajibu, ile usilikimbie. Mathayo 23:23. Mathayo 23:23.
Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka. Angalia maneno yanayofuata, ni kama ya shutuma lakini kuna somo mwishoni. Mnalipa zaka za mnanaa. Mnanaa ni minti zile zinazotengenezea dawa meno, vitu vidogo sana, matunda vidogo sana. Mnalipa zaka za mnanaa na bizari. Bizari tunazijua, na jira. Jira ni vidogo sana, tunavijua vile. Lakini imeacha mambo makuu ya sheria, yani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya. Sikiliza maneno, imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiache. Kwa hiyo kulipa hiyo zaka ya mnanaa na jira na vitu vyote vidogo ambavyo unaweza kusema hivi havina haja kulipa zaka, anasema imewapasa kuyafanya. Kwa kutoa pia zaka kwa Mungu ni jambo la kufanya, ni wajibu, ni jambo la kufanya hivyo. Kwa ni lazima kama Mkristo ujifunze kutoa zaka, jifunze kumtolea Mungu zaka. Sehemu ya 10 ya mapato yako ni kwa ajili ya ulinzi wa kazi yako na maisha yako, na pia kazi ya Mungu iende mbele. Haimaanishi kwamba usipotoa ndo kwamba kazi ya Mungu itakuwa mapana, haitakwama, ila Mungu atatumia wengine. Na Mungu akishatumia wengine, sehemu yako wewe ya baraka itakuwa haipo. Kwa kazi ya Mungu itaendelea, lakini Mungu katumia mwingine, zaka ya mwingine kuipeleka mbele. Na yule akikataa atatoa mwingine, atanyanyua mwingine, kazi ya Mungu itaendelea. Bwana Yesu nasifiwe sana. Tunahitaji kwenda kupanda makanisa, tunahitaji kwenda kufanya uinjilisti, tunahitaji kwenda kuhubiri huku na kule. Nani atakayefanya hivyo? Usipofanya wewe, Mungu atanyanyua mawe mahali fulani. Atanyanyua mawe hata kwa watu ambao huwategemei, injili itaenda tu. Tunahitaji kwenda kupanda kanisa, kujenga nyumba ya Mungu, kuifanya iwe bora. Usipotumika wewe, Mungu atatumia wengine. Kwa sababu watu wake hajatufundisha kuwa ombaomba. Watumishi wa Mungu hatupasi kuwa ombaomba, lakini tunapaswa tuwafundishe watu ukweli, ili watu wajue ukweli na watembee katika ile kweli ya Mungu. Kwa hiyo ili tupate faida sasa, tunajifunza kumtolea Mungu, ni wajibu wetu. Tena mahali pengine anasema usiende nyumbani kwa Mungu mikono mitupu. Ni wajibu wako wewe kutoa kwa Mungu wako aliyekuumba. Sio ni masomba, ni maskini, ndo kanuni aliyoiweka. Angeweza kukaa hivi. Nikupe mfano mwingine. Umeona kuna kanuni zimewekwa katika mwili. Huu mwili kuna vitu ambavyo unajiendesha wenyewe pasipo hiari yetu sisi. Ukikaa hapa, swala la kuvuta pumzi sio swala la kukuchosha. Kuna mtu anasema anachoka kuhema, huwezi kuchoka. Ni jambo ambalo linaenda lenyewe. Wewe umelala, umepoteza ufahamu, unashangaa tu umeamka asubuhi. Ukiulizwa umeshapumua mara ngapi huwezi jua. Kumbe ulikuwa unapumua ukiwa umelala, ingawa ufahamu wako ni kama vile umezima. Ni vitu vinavyoenda wenyewe, si ndio? Mwili umewekewa kujiendesha wenyewe. Kutoka jasho, unaweza kufanya mwili wako utoke jasho kwa kusema, nywele kuota au mapigo ya moyo kudunda. Unaona moyo unavyodunda vile? Mapigo ya moyo yanaenda yenyewe. Lakini swala la chakula, hilo ni swala ambalo utaenda kutafuta uweke tumboni. Mwili haujaambiwa hivyo kuvuta chakula wenyewe kutoka katika mazingira yanayotuzunguka. Mungu angeweza kutumba hivyo kwamba tukae hapa, protini zao kwenye miti zingekuwa zinaingia zenyewe, zinavutwa na mwili, zinaingia kwenye ngozi zetu kama vile tunavyosikia joto na baridi inavyoingia mwilini. Na hivyo pia protini tungekuwa tuli na tunaishi duniani. Lakini Mungu hajatumia hiyo kanuni. Akasema kanuni yangu ni wewe kutoka kutafuta kitu, yale material, chakula, vitamini vyo kwenye matunda, uvichukue, visage, ufanye unavyofanya, uviweke tumboni. Kwa kuna kazi kingine unakafanya. Ni kanuni ambayo Mungu kaiweka. Vile kanuni ya Mungu kuukuza ufalme wake ameweka katikati ya wanadamu kutoa. Unapotoa fedha, hizo fedha tunaenda kujenga nyumba ya Mungu. Unapotoa kionjo chako tunaenda kujenga nyumba ya Mungu. Unapotoa fedha zako tunaenda kuwapelekea injili watu ambao hawajafikia injili, kwa sababu na sisi tulifikiwa kwa njia hiyo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura 4 kasome pale. Biblia inasema watu walikuwa wanauza vitu vyao, wanapeleka miguuni mwa mitume, ili kwa kusudi gani? Kwa kusudi ya kwamba vile vitu hivyo vinagawanywa katikati ya watakatifu, lakini sio tu katikati ya watakatifu, na pia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ndio kanuni iliyokuwa hivyo kanisa la kwanza. Kwa kumtolea Mungu ni wajibu watu wa Mungu. Usikwepe kumtolea Mungu. Mafundisho watu tunasemaga ni nadra sana sehemu kama hizi, lakini yanapokuja hivi lazima tukumbushane. Amen. Jambo lingine la mwisho la wajibu kwa Mungu, kabla ya kumalizia wajibu kwa wanadamu, kwa sababu wajibu wa wanadamu hatutaingia sana, ni kumshukuru Mungu. Hicho kinapaswa kiwe wajibu. Unamshukuru Mungu kwa vitu alivyokupa, unamshukuru Mungu kwa afya, unamshukuru Mungu kwa uzima, unamshukuru Mungu kwa uwepo, unamshukuru Mungu kwa chakula, unamshukuru Mungu hata kwa mambo ambayo hajaenda kama ulivyotazamia, kwa sababu yote ni mapenzi ya Mungu. Wakati mwingine unaweza kumshukuru Mungu kwa vitu alivyofanya vizuri, lakini pia kitabu cha Thesalonike kwanza 5:18 anasema shukuru Bwana Mungu kwa mambo yote. Daudi alijua siri moja. Daudi alikuwa ni mtumishi wa Mungu wa ajabu sana. Alijua siri moja. Katikati ya Walawi ambao walikuwa wanafanya pia kazi ya ukuhani, aliweka watu wanaitwa wana wa Asaf. Wana wa Asaf walikuwa ni wa mtu mmoja anaitwa Asaf.
Kilikuwa ni kikundi maalum kwa ajili ya kumshangilia Mungu na kumsifu kwa nyimbo maalum. Na alikuwa anaambia neno moja, tumshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Kasome kitabu cha Zaburi, utalikuta hilo neno limerudiwa mara nyingi. Mshukuruni Bwana kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Akaweka pamoja na Musa pia alifanya hivyo. Akaweka watu wa kumsifu Mungu asubuhi na jioni. Asubuhi wakiamka wanamshukuru Mungu na kumsifu. Jioni hivyo hivyo. Ilikuwa ni desturi, ilikuwa ni wajibu. Naomba nikusomee kitabu kile cha Wathesalonike wa pili sura ya kwanza na mstari wa 3. Anasema hivi, ndugu, imetupasa. Unaona hilo neno? Huu ni mtume Paulo, Wathesalonike wa pili sura ya kwanza mstari wa 3. Ndugu, imetupasa kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu. Sio siku moja, kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, kama ilivyo wajibu, kwa kuwa imani yenu inazidi sana na upendo wa kila mtu kwenu kwa mwenzake umekuwa mwingi. Unaona, kama ilivyo wajibu, kumshukuru Mungu ilikuwa ni siku zote na ni wajibu. Imerudia tena hapo katika sura ile ya pili mstari wa 13. Karudia tena hayo maneno. Mstari wa 13 sura ya pili hapo Wathesalonike wa pili. Anasema, lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu. Tunamshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu. Mshukuru Mungu kwa ajili ya familia, shukuru Mungu kwa ajili ya uzima, shukuru Mungu kwa kila kitu. Ni wajibu, imetupasa kumshukuru Mungu. Na wajibu mwingine iko mingi, tukipata nafasi tutajifunza wakati mwingine. Sehemu ya pili na mwisho, wajibu au mambo yanayotupasa kuyafanya kwa watu au wanadamu. Jambo la kwanza ni kupendana na upendo. Kwa sababu maandiko yanasema upendo unasitiri wingi wa dhambi. Upendo unasitiri wingi wa dhambi. Kitabu kile cha waraka kwanza wa Petro sura 4 mstari wa 8. Tutaje kufafanua kwa namna gani siku nyingine. Lakini waraka huo wa kwanza wa Yohana sura 4 na mstari wa 11. Waraka kwanza wa Yohana sura ya 4 na mstari ule wa 11. Waraka kwanza wa Yohana sura 4 na mstari wa 11. Biblia inasema hivi, wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Kama Mungu alitupenda sisi, na sisi imetupasa kufanya nini? Kupendana. Kwa hiyo ni lazima na sisi tupendane, ni wajibu. Upendo usitiri wingi wa dhambi. Upendo hausuda, hautakabari, haujivune, ukosi kuwa na adabu. Upendo huvumilia yote. Upendo haupungui neno wakati wote. Kitabu cha Korintho wa kwanza sura 13 na kuendelea inaelezea hayo matunda ya upendo. Haleluya. Lakini pia wajibu wa pili kwetu sisi kwa wanadamu au kwa watu wenzetu ni kuwasaidia wengine, wanyonge, kuwasaidia wanyonge. Ninaposema wanyonge, moja kwa moja akili zetu zimeenda kwenye wamasikini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnyonge anayezungumziwa hapa ni yule asiyekuwa na nguvu, uwezo, sababu, shauku, nia, hamasa ya kitu fulani kilicho sahihi. Kuna wengine wana unyonge katika mashauri, wamekosa mashauri sahihi, wamekosa hamasa, kuhamasika. Kwa hivyo wako katika hali ambayo wanahitaji tu kuhamasika endelee mbele, wawe na nguvu. Huo ndio unyonge wao ambao unawasumbua. Kwa hiyo kabla kumwangalia mtu anahitaji la chakula au fedha, hebu angalia, msome ndani yake kwanza. Je, ana shida gani zaidi? Kwa sababu unaweza kumpa hata kitu cha kimwili akakishukuru, sasa hiyo baadaye ule unyonge ukarudi pale pale. Kwa hiyo huwezi kaa kila siku unafanya hivyo. Lazima uangalie tatizo liko wapi na kutumia hekima zaidi kumsaidia kumtoa katika ile hali ya unyonge. Ndio Biblia inavyosema hivyo katika kitabu kile cha Matendo sura ya 20 mstari wa 35, alafu nitasoma Warumi tutamaliza baada hapo. Matendo 20:15. Biblia inasema hivi, katika mambo yote nimeonyesha kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge. Imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Ni heri siku zote kutoa kuliko kupokea. Ni lazima tuwe watu watoaji pia, watu wa Mungu. Lazima tuwe watu watoaji. Mkono unaotoa ndio unaopokea. Mkono unaotoa ndio unaopokea. Na unapotoa kitu kama ni fedha, chakula, riziki, chochote kile ambacho unaona hichi naweza kumtoa na kumpa mwingine, Biblia inasema ni heri kufanya hivyo kuliko kupokea. Ingawa unaweza kuona kupokea nimepata vingi, lakini heri ipo kinyume chake katika kutoa. Bwana asifiwe sana. Na kanisani lazima pia tujifunze kuwa watu watoaji. Na mtu mtoaji sio lazima awe na vingi. Mtu mwenye moyo utoaji sio lazima awe na vingi. Na watu siku zote watoaji huaga wanachukuliwa vibaya kwamba ni watu matajiri sana. Fuatilia watu ambao ni watoaji. Nenda kafuatilie. Asilimia kubwa ya watu wanaotoa kawafuatilie. Asilimia kubwa. Achana na wale ambao wanashinikizwa kutoa, wanaambia usipotoa utaenda kuzimu. Achana nao.
Kuna watu wanashinikizwa hivyo kwa wanaenda kujikausha kila kitu. Siwazungumzie hao. Ogopa sana mtu hata kama ni mchungaji atakwambia kauze gari lako, kauze mali yako, ulete kanisani. Hapana, sizungumzie hao. Nazungumzia kuna watu wana moyo wa kutoa kwa hiari. Yaani ndani ya mioyo yao wanaelewa kutoa ni nini. Na wengine hata sio kwamba wanasema natoa ili kwamba nipate thawabu, hapana. Wanatoa tu kwa sababu wanaona kwamba huyu mtu yuko kwenye changamoto, mimi ninajua nitapata tu. Najua nitapata tu. Mungu atanipa. Huyu ndugu yangu hana imani kama ya kwangu mimi ya kupata, lakini nampa katika hicho. Hao ndio watu naozungumzia. Ni watu wakubwa sana. Huo moyo ukipata, piga magoti mshukuru Mungu. Mwambie Bwana asante, hata hii ni zawadi kubwa zaidi ya kunipa hata mabilioni ya pesa. Ukipata huo moyo wa kutoa katika hicho kiwango. Na ndio moyo ambao Kristo alikuwa nao. Alijitoa nafsi yake kwetu sisi. Na sisi ndicho ambacho tunapaswa kufanya. Warumi 15 mstari wa kwanza tunaenda kumalizia. Warumi sura 15 mstari wa kwanza nasema, basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu wao wasio na nguvu, wala haitupasi kujipendeza wenyewe. Kila mtu miongoni mwetu na ampendeze jirani yake apate wema akajengwe. Hapo sasa anasema kila mtu miongoni mwetu na ampendeze jirani yake apate wema akajengwe. Kwa ukitaka wema, mpendeze jirani yako ukajengwe. Kuna vitu vingine huwezi kujengwa bila kutenda wema. Huwezi kujengwa katika furaha, katika upendo bila kutenda wema. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili, kuwasaidia wengine. Kuwa pia msaidiaji. Kuwa na vipindi vya kwenda kuwasaidia mayatima. Amen. Nenda tengeneza ratiba yako ya vitu vyako kwenda kuwasaidia pia watu wasiokuwa na uwezo. Sio lazima tu imani yako tu. Kuna vituo vya watoto yatima kule. Una chakula, hebu kashiriki na chakula nalo, kwa sababu wale hawana wazazi, hawana watu kuwapa chakula. Na wale wanahitaji vile kama sisi. Kuna kipindi fulani tulienda kituo kimoja cha kusaidia yatima. Ilikuwa ni mwaka juzi. Sasa kile kituo kilikuwa pia kuna vitu ambavyo sio vya kawaida, sababu saa nyingine hivi vituo tunavyoenda au unapoenda kusaidia watu, usiende kwa kuangalia mazingira. Na pia ukimsaidia pia mtu usimwangalie. Usiweze kuona mtu pia kavaa suti kapendeza, ukazani pia yuko sawa. Pengine alikuwa sawa jana na juzi, sio wakati huo. Sasa tulifika hichi kituo, yani hichi kituo ukikiangalia ni kizuri, kina gorofa. Sasa ukifika pale kama unataka kwenda kusaidia kwa kuangalia mazingira, unaweza usiingie pale. Sasa unasema hasa wanafadhili. Simuona wana jengo zuri. Lakini tulifika pale, tukaingia, tukakataa hizo wale. Tukakuta kule kuna watoto, kumbe walikuwa wanamuomba Mungu tunaomba tule chakula. Tangu jana walikuwa wameshindia uji tu, walikuwa na chakula. Wakatuambia majengo walipitaga fadhili wakatujengeaga. Sasa hao fadhili mpaka leo ni wapo? Watakula hayo matofali yaliyopandishwa hapo. Kwa hiyo sio kila mtu unayemuona anaonekana anastawi, yuko basi na yeye hali yake ni nzuri daima. Kuna wengine wako katika hali ambayo ya mapito. Kwa katika hali pia ya mapito, chukua nafasi hiyo kumsaidia mtu. Amen. Mtu akija kwako akikuomba msaada, pia angalia, mpime ndani ya moyo wake. Yupo katika hali ya mapito, msaidie katika hicho kipindi cha mpito. Usiangalie hali yake, mbona na gari, mbona na nyumba, mbona nini, msaidie. Hata kama unajiona una kitu, kuna kitu kitatokea hapo. Na Biblia inasema hivi, wapendwa watu vitu nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na cha kushindiliwa ndivyo watu watakavyowapa. Kwa hiyo unapopia mpa mtu kitu, hicho kitu kitarudi tu wakati fulani kwa njia nyingine kwako. Ndivyo neno la Mungu linavyotufundisha. Ingawa tuangalie sana hayo mambo ili turudishiwe. Lakini pia ni faida nyingine ya kando kwamba unapompa mtu kitu, hiyo baraka itarudi tu kwa njia nyingine. Tena watu ndio watakao kukupa. Kipimo kile cha kujaa ndicho watu watakachowapa ninyi kifuani mwenu. Utapewa tu. Lakini kuwa na mkono wa kutoa, sio na mkono wa birika. Walisema wale mkono wa birika, unajua mkono wa birika? Haja hivyo, kanuni haziendi hivyo. Amen. Na jambo la mwisho ni wajibu wetu sisi ni kuwatii watu. Utii ni kitu kikubwa sana. Ninaposema watu nazungumzia makundi yafuatayo: wenye mamlaka, wazazi, mume, au ndo watu makundi ambayo Biblia imesema sehemu nyingi sana tutii sana. Wenye mamlaka, mume, wazazi, au ni watu wa kuwatii sana. Na wote wana baraka. Mamlaka, serikali. Warumi 13:1 pale imezungumzia pale. Tutii mamlaka zilizo kuu. Of course mamlaka leo kuu ni ya mbinguni, lakini zipo mamlaka pia za duniani ambazo pia ni kuu. Hizo tuzitii pale ambapo zinatuagiza kufanya mambo fulani. Kodi tulipe, ushuru tulipe. Ikisema tusifanye vurugu, tutii. Sio nasema tufanye vurugu na sisi tunaenda kufanya vurugu. Tutulie, tutii. Mamlaka inasema usitembee usiku bila sababu ya msingi, tutii. Tukiwatii wenye mamlaka tumetii, tusipowatii wenye mamlaka hatujazitii sheria za Mungu. Katika vitu vya msingi, sio katika kuhubiri Injili. Hajakatazwa kuhubiri Injili na mwenye mamlaka. Kuna Petro alizuiliwa akaenda kuhubiri Injili, akasema imepasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Kwenye sheria za Mungu mamlaka zote haziwezi kuvuka hapo. Lakini pia kuwatii wanadamu, kutii wazazi.
Ahadi ya kwanza yenye baraka ambayo Biblia imesema upate siku nyingi na za heri za kuishi duniani ni kuwatii wazazi wako. Wazazi wako, kama una wazazi, kuna wale walezi ambao walikulea. Hao wanasimama katika nafasi ya wazazi wako. Sheria zao unazichukuliaje? Yaani zile kanuni, principle walizokupa, unatembeaje nazo? Hiyo ndio kutii, sio kutii tu kwamba natumwa naenda. Zile principle walizokuwekea unatembea nazo. Wanakwambia soma kwa bidii, usomi. Wanakwambia usiangalie kitu fulani, unaangalia kwa siri au kwa wazi. Na sio kumtii. Unajua mzazi anaweza akakuona unatii, lakini ndani yako siri kuna unavunja sheria au mtii. Mzazi anakusifia kweli. Huyu mwanangu ni mtifu. Subiria, ngoja ondoke hapo. Ndio utajua uchafu mtu aliobeba kwa wazazi wake, ndio utajua. Ule maisha yake ya siri yani. Ndio utajua huyu mtu kwamba ni mtii au sio mtii. Kwa utii kwa wazazi ni kitu cha msingi sana. Na jambo la mwisho ni utii kwa mume. Maandiko yanasema wapendeni wake zenu, lakini wanawake watini waume zenu. Kama umeolewa au una mpango wa kuja kuolewa, hilo liweke akilini. Cha kwanza kabisa, heshima yako, tafsiri yako kwa mume wako kwamba unampenda, sio kumwambia nakupenda, ni wewe kumtii. Ukimtii na kumheshimu ndio umemwambia nakupenda. Usiende kumnunulia maua, usiende kumnunulia zawadi. Hizo zio sehemu ya, lakini sehemu kubwa ya kwanza ni kutii. Kile anachokisema unakitii. Sio kwamba katika mambo mabaya kwamba anakuambia kunywa pombe, fanya hivi na unatia. Hapo sasa unapaswa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Lakini kwa vitu vya msingi tu anakuambia hebu sipendi hii tabia yako, sipendi huu mwenendo wako, hizi njia zako sipendi, sio nzuri, hivi unavyofanya hivi badilisha hivi, fanya hivi. Ni kutii. Kwa sababu anasimama kama nafasi ya Kristo duniani, mwanaume, mume. Amen. Amen. Kwa wajibu uko mwingi, lakini all in all tushie kusema kwamba tunapaswa kuwatii. Na jambo la mwisho sasa, ujumbe umekuwa mrefu lakini nataka tujue sasa kwa nini tunaenda kujifunza. Kichwa cha somo kinasema fanya ya kupasayo kufanya. Huo ndio ujumbe ambao tulikuwa tunatembea nao leo. Fanya ya kupasayo kufanya. Rejea sasa ile habari ambayo Yesu walifuata akamwambia Bwana tuongezee imani. Bwana tuongezee imani. Alafu Yesu akamwambia mngekuwa na imani ndogo mngeweza kuambia mkuyu ng'oka. Lakini akaendelea pale kusema sasa suluhisho la kuongezewa imani ndio ile anasema sasa alitoa mfano ule mtumwa. Alafu mwishoni akasema na nyinyi mtakapokusha kufanya yote semeni tumefanya tu ya tupasayo kufanya. Kwa hiyo ndio kanuni ya kuweza kuongeza kitu kinachoitwa imani ndani yetu. Ndio ya kuongeza imani ndani yetu au kuanzisha imani ndani yetu, kufanya yale yanayotupasa kufanya. Wote wanaofanya yale yanayopasa kufanya wanakuwa kiimani. Wote kuanzia kufanya kumtumikia Mungu, utaona imani zao zinakuwa kubwa. Wanaofanya yanayopasa kufanya katika kuomba, utaona imani zao zinakuwa kubwa. Wanaotimiza wajibu wao katika kuwasaidia wengine, imani zao zinakuwa kubwa, zinaongezeka. Ndio Yesu alichokuwa anakimaanisha pale. Amen. Kwa hiyo usikwepe wajibu wako kwa Mungu na kwa wanadamu. Jina la Bwana libarikiwe. Basi naomba tusimame pale tulipo, tunaenda kumwabudu Bwana. Alafu baada ya kumwabudu Bwana tutaingia katika kuomba. Kumwomba Mungu. Yamkini wajibu wako umekufifia, wajibu wako haujui, wajibu wako hauelewi, umerudi nyuma. Wote tunaenda kuomba. Hata mimi pia namsihi Bwana anaenda kunisaidia. Kwa hiyo simama kumwomba Mungu kweli kwa kumaanisha. Wala usione kumtumikia Bwana ni kumpendeza mtumishi au kuwapendeza watumishi au watu wako wanaokuzunguka au watendakazi wenzako. Hapana. Ni swala la kwako tu na Mungu wako. Ni hilo tu. Kwa hiyo tengeneza na Mungu wako na Bwana atakusaidia. Wema wake ni mzuri kwetu, naye anatupenda na anatuangalia na hajatuacha na ataendelea kuwa pamoja na sisi. Bwana Yesu na asifiwe sana. Sawa. Wanijua vyema Bwana, nyosha mikono yako juu. Alafu mwambie Bwana unanijua vyema. Unanijua vyema, nikoje mbele zako, nikoje mbele zako. Naomba unisaidie. Sasa anza kuzungumza na Bwana, mwambie Bwana unanijua vyema, unanifahamu vyema, unanifahamu vizuri sana. Niko mbele zako, niko mbele zako, niko mbele zako Jehova, niko mbele zako Masihi, niko mbele zako Jehova Al-Shaddai. Mwambie Bwana naomba unisaidie kuanzia leo niweze kutimiza wajibu wangu kwako na wajibu wangu kwa watu. Baba naomba unisaidie. Mwambie Bwana kusaidie leo hii. Nguvu zake ni nyingi, tumeshamwadhimisha asubuhi ile. Yupo katikati yetu sasa kusikiliza mahitaji yetu, haja zetu na maombi yetu. Kwa hiyo kuomba kwako ndivyo ambapo kutaongeza nguvu ya yale ambayo unataka kwa jina la Yesu. Baba mtakatifu, Mungu wa miungu, mfalme wa falme, nasi tunaliita jina lako. Wewe ni Jehova Nisi, wewe ni Jehova Rafa, wewe ni Adonai, wewe ni Jehova Jire, wewe ni El Shaddai, wewe ni Elohim, wewe ni Jehova Nisi,
wewe ni Mungu ambaye ni bendera yetu, Mungu msaada wetu. Tuwasogea mbele zako Bwana katika mchana leo. Mungu tunakusogelea, tunajua Mungu umetupa wajibu, ndio maana tunaitwa watumishi wako, lakini wakati mwingine wajibu wetu tumeuacha au tumeusahau au tumejitenga nao kabisa. Mungu tunaomba leo toba na rehema, na Mungu katupe neema tena leo hii. Achilia neema yako kwangu, achilia neema yako kwa watenda kazi walioko hapa na watumishi wako wote Bwana. Wajibu wako katika kuomba, wajibu wetu kwako katika kukutumikia, wajibu wetu kwako katika kuishi maisha masafi na utakatifu, wajibu Mungu katika kuyatenda yote yanayotupasa na kukushukuru na kukutolea. Mungu mwaminifu, naomba hiyo neema ikaingie kwangu, ikaingie kwa kila mmoja Jehova leo hii, mahali ambapo kasahau kutenda wajibu wake katika kufanya kazi yako, kupeleka injili Mungu, kuomba Mungu, kufanya huduma, kufanya mambo mazuri yote Baba, ninakuomba katika jina la Yesu Kristo. Mungu katende na ukafanye kwa jina la Yesu Kristo. Wajibu wetu Mungu kwa watu ambao Mungu atuzunguka, ikiwemo mamlaka zilizokuu Baba, tunaomba ukatusaidie. Wakati mwingine ni ngumu kutokana na mambo yanayoendelea katikati ya jamii zetu, katikati ya nchi zetu. Ni ngumu Baba kufanya kuwa watiifu, lakini wewe unaweza kutusaidia na utawasaidia pia wale ambao tunawatii. Mungu tunaomba wote kwa pamoja, msaada wako ukashuke juu yangu na ukashuke katikati yetu, katikati ya watu walioko nje Baba, tunaomba hiyo neema. Lakini pia katikati ya wazazi tupo utie, mfalme wa amani, wale uliotupa Baba, ambao ni wazazi wetu na walezi wetu waliotangulia duniani, tunaomba Mungu katupe utii juu yao, na kama vipo vya kukwaza, vipo vinavyotukwamisha tusitii, na kuomba Mungu mwaminifu ukavitengeneze Bwana, ukaondoe Jehova makwazo yote na vyovyote ambavyo vimekaa vinavyozuia utii. Naomba Mungu kwa hivyo Bwana, na utii kwa mume pia ni nguzo ya msingi katika ndoa zilizo njema. Baba, ninakuomba katika jina la Yesu Kristo, ukaangalie Bwana Yesu moyo wa mama huyu, moyo wa binti yule, moyo wa watoto wako walioko mahali hapa, waliopo katika matarajio Bwana, ukawajengee kuanzia sasa, wako na moyo wa utii kwao na unyenyekevu Mungu, kwa kuwa ndio kanuni ambayo umeiweka katika neno lako, ili kusudi tuweze kupokea baraka kutoka kwako. Nasi tunahitaji kuongezewa imani, kwa kuwa ulisema katika neno lako Bwana, laiti tungekuwa na imani kiasi cha chumvi ya haradali, tungeweza tukuambia mkuyu ng'oka ukapande kule baharini na ungetii, lakini hatuna hata hiyo Baba. Ndio maana leo hii tuko mahali hapa kujifunza kutimiza wajibu wetu ili imani zetu zikue. Sasa ninakuomba Bwana, ukaachilie nguvu zako zikaingie ndani ya moyo wa kila mmoja, ndani ya moyo ambao umeandaliwa huu, ndani ya moyo huu ambao umeandaliwa na neno lako, ulioandaliwa na maombi, ulioandaliwa na sifa zile za shukrani. Baba, achilia nguvu zako, achilia nguvu zako sasa. Roho Mtakatifu pita, Roho Mtakatifu pita, Roho Mtakatifu shuka na jaa ndani yetu, Roho Mtakatifu shuka na jaa ndani yetu sote tulioko hapa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Ninaomba mkono wako Mungu, ninaomba nguvu zako Baba, ninaomba uwezo wako Jehova, ninaomba baraka zako Jehova, ninaomba neema yako Mungu ikapite na kutembea kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Baba, nguvu zote za giza zilizoondoa kudhoofisha utendaji kazi wetu Baba, na kemezo nguvu za giza tunazikemea kwa jina la Yesu. Kama ni uchawi na ushirikina uliosimama Baba na kuzuia katika utoaji wetu, na kuzuia katika maombi yetu, na kuzuia katika utumishi wetu na utakatifu, na kemezo nguvu sasa zikamtoke mtu huyu, zikamtoke mtoto huyu, zikamtoke kijana huyu, zikamtoke kijana yule, toeka kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Baba mwema na mwenye nguvu, ninaomba katika neema yako ikazidi kutembea katikati yetu sote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Baba, asante kwa kuwa unatutendea leo. Baba, asante kwa kuwa unafanya. Baba, asante kwa kuwa unatenda. Nalinua jina lako, nalinua jina lako, nalinua jina lako, nalinua jina lako, nalinua jina lako. Asante Baba mwaminifu, asante Mungu mwenye uweza. Ni wewe tu unastahili, ni wewe tu unatenda, ni wewe tu unafanya, ni wewe tu Mungu unatupenda. Ninaomba wote tusimame kwa wale ambao tuna uwezo wa kusimama, alafu tunaenda kuomba maombi ya pamoja. Maombi haya sio ya kuongozwa tu kama watoto, lakini ni maombi ya pamoja, kwa sababu kuna nguvu katika kuomba kwa sauti ya umoja na maneno yanayofuatana na yanayofanana. Kwa hiyo nitaongoza kusema maneno yafuatayo, na kupitia maneno haya basi yatakuwa yanathibitisha hichi tulichomwomba leo hii Mungu wetu. Pale uliposema Mungu wangu na Bwana wangu, asante kwa neno lako. Siku ya leo ninaomba ukaumbe utumishi upya ndani yangu. Nitie nguvu Mungu wangu, niwezeshe Mungu wangu,
Nipe utii wa neno lako, nipe juhudi katika kutimiza mapenzi yako. Ninamkataa shetani anayeharibu utumishi wangu, anayeharibu huduma yangu na anayeharibu nafasi yangu. Ninaamini Bwana Yesu umenisaidia na utanisaidia. Ninaomba katika jina la Yesu, amen. Makofi mengi kwa Bwana wetu Yesu Kristo.